Manara kwa hili ni lazima mashabiki wa Simba watamtukana sana, kwa sababu Waswahili wanasemaje, yani kiuhalisia Manara ya kwake amemshinda, alafu anazungumzia ya upande wa watu. Kiuhalisia Manara alikumbwa na sakata la kuweza kuwasema baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga na pia wasanii akiwemo Ali Kiba, King Kiba, China Wanaman, Irene Uwoya katika voice note zake zilizoweza kuvuja. Sasa ameibuka na kuzungumzia sakata na issue ambayo nafikiri kiuhalisia imeweza kuwagusa mashabiki wa klabu ya Simba, tena baada ya kuzungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza ikiwa ni kuhusiana na swala zima la klabu ya Simba kubebwa katika mechi zao, na tuachane na hilo, lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na klabu ya Simba, yani katika swala zima la dabi ya Kariakoo ambayo Simba wanaamini hata katika kesi wameshinda, na wanachokiamini tena kwamba hata kama kutakuwa na marudiano katika upande wa kusikiliza kesi hiyo kwa CAS na CAF, ambapo nafikiri tayari Yanga wanaamini baada ya nafasi ya upendeleo waliweza kuipata huenda ikawasaidia. Sasa kwa kupitia Haji Sande Manara, huyu tunamuitaga mzungu mzee, ambaye always amekuwa ni kama msaliti, ambaye muda huu ndani ya kikosi cha Yanga kama hofu zimeanza kutawala kwa viongozi na kuonekana kabisa kwamba hawataki kumwamini tena moja kwa moja, hata kama amekuwa upande wa klabu ya Yanga, kwa sababu tayari sasa hivi amekuwa akijipendekeza kuwazungumzia vibaya klabu ya Simba ili mradi aonekane yeye ni mwema ndani ya kikosi cha wananchi. Ameshasahau alichoweza kukifanya kumzungumzia rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi, pamoja pia na mwamba ambaye ni GSM Galib Said Mohamed, mwekezaji wa klabu ya wananchi, na huko akiendelea kutupa madongo kwa klabu ya Simba kwamba inabebwa, lakini kwenye upande wa kesi wanaamini kwamba Yanga wao watashinda na mechi haitochezwa na alama zitakuja ndani ya kikosi cha wananchi. So ni taarifa ambayo inazidi kwenda kwa kasi, na Manara naweza nikasema kwamba katika mtu ambaye kwa sasa hivi atapitia wakati mgumu wa kutukanwa sana na mashabiki wa klabu ya Simba na mashabiki wa klabu ya Yanga, kwa sababu bado tayari watu wana kisukari naye baada ya tukio la kuweza kuwasema viongozi wa klabu ya Yanga akiwemo mwekezaji na kutoa mambo ya siri, mambo ya ndani ya Galib Said Mohamed, kitendo ambacho mashabiki wa klabu ya Yanga hawajapendezewa nacho hata kidogo. So ni taarifa ambayo tuko nayo na short and clear ndani ya Hatuboy Media. Cha msingi tukutane kwenye comment ile, usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment. Keep in touch na sisi, kaa karibu nasi. Pia kwa matangazo zaidi tunapatikana kwa nambari 0684 006225. Noma sana.